Hujambo msikilizaji na mtazamaji, karibu katika matangazo yetu maalum ya habari. Habari yetu kuu leo: Marekani imezindua mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Irani na kulipiza kisasi. Irani imetangaza kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Tuanze na taarifa kamili. Marekani imefanya mashambulizi makubwa ya anga na makombora dhidi ya malengo zaidi ya 80 ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani usiku wa kuamkia leo. Pentagon imesema mashambulizi hayo yanalenga vituo vya nyuklia na makambi ya kijeshi ya Irani. Hata hivyo, ndani ya masaa machache, Irani imelipiza kwa kushambulia vituo viwili vya kijeshi vya Marekani katika nchi ya Ghuba. Katika hatua ya kushtukiza zaidi, mamlaka za Irani zimetangaza kufungwa mara moja kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Katika taarifa iliyotolewa na walinzi wa mapinduzi wa Irani, wamesema kuanzia sasa hakuna meli itapita Hormuz bila idhini yetu. Mlango wa Hormuz ni njia nyembamba ya bahari inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Uamuzi huo wa Irani umesababisha mshtuko mkubwa duniani kote. Kwanza, kwa upande wa usafirishaji, shirika la Umoja wa Mataifa la usafirishaji baharini IMO imethibitisha kuwa meli nyingi zimesimama. Trafiki ya meli katika Hormuz imeshuka kutoka meli 20 kwa siku hadi chini ya meli 2. Makampuni makubwa ya usafirishaji yametangaza kuepuka eneo hilo. Pili, kwa upande wa uchumi, bei ya mafuta ghafi katika soko la dunia imepanda kwa zaidi ya 6% ndani ya saa 24 zilizopita. Wachambuzi wa uchumi wanaonya kuwa endapo hali hii itaendelea kwa wiki mbili, bei ya petroli na dizeli duniani ikiwemo Tanzania inaweza kupanda kwa kiasi kikubwa. Tatu, kwa upande wa kisiasa, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na nchi za Ghuba zimetoa wito wa haraka wa utulivu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kufungwa kwa Hormuz ni tishio kwa uchumi wa dunia nzima na ni kinyume cha sheria za kimataifa za baharini. Sasa swali kubwa ni nini kitafuata? Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni mazungumzo. Marekani imesema iko tayari kwa majadiliano, lakini masharti ya Irani ni magumu. Njia ya pili ni kuongezeka kwa vita. Meli za kivita za Marekani tayari zimeelekea eneo la Hormuz kuhakikisha uhuru wa usafirishaji kama ilivyosema Pentagon. Hapo Tanzania, Wizara ya Nishati imesema inafuatilia kwa karibu hali hiyo na imehakikisha wananchi kuwa kuna akiba ya kutosha mafuta kwa sasa. Kwa hiyo picha hii ni Marekani imeshambulia, Irani imelipiza na kufunga Hormuz na dunia nzima inashuhudia. Tutakuwa tunakuletea maendeleo ya taarifa hii katika matangazo yetu yote ya siku. Asante kwa kutusikiliza. Tunaendelea na habari nyingine za ndani. Endelea kuwa nasi, subscribe ili uwe namba 1 kupata taarifa mpya.